Baada ya kumwona mshuhuda wetu, bila kupoteza muda, ningeomba niwakaribishe majaji wetu, na kabla hawajaingia, ningeomba tusimame tupige na makofi na vigelegele. Sehemu hapo. Yes. Tafadhali, ili tupate ujumbe ni lazima tutulize ukimya, si ndio? Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe. Amen. Mamlaka ya mahakama ya kidini ya watoto wa Sunday School la kanisa la African Ministry Milwaukee. Kesi namba 1. Watu dhidi ya Yesu Kristo Nazareti. Mwendesha mashtaka wa umma, neno la kwako. Karibu. Asante jaji mtukufu mwenye heshima, kama mchungaji wa parokia hii mashuhuri, ni kwa jina la watu wa Kirumi ninasimama mbele ya mahakama yako tukufu kuomba hukumu ya Yesu Kristo kwa adhabu ifuatayo: kufuru ya kidini. Alijitangaza mtoto wa Mungu, Yohana 19:7, Mathayo 26:63 hadi 65. Huyu Yesu alijifanya sawa na Mungu, jambo ambalo ni kufuru. Ndio maana tunaomba hukumu ya kifo chake. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe. Amen. Tumesikia malalamiko. Kuna mtu anao neno? Karibu. Kuna tuhuma inasema alijifanya mtoto wa Mungu. Hakimu mtukufu, haijaandikwa kwamba mimi na baba tu mmoja? Yohana 10:30. Hakimu mtukufu, chunguza matendo yake na chunguza kazi zake. Kama ni mbaya mhukumu, lakini kama yanatoka kwa Mungu basi usiupinge mwanga, maana alisema ufalme wangu sio ulimwengu huu. Amen. Tumemsikia ndugu yetu. Kuna mtu anao neno? Karibu. Kosa la pili, ushura wa uongo. Alisema nitaliharibu hekalu hili kulijenga tena ndani ya siku 3. Bwana makamu, mtu huyu anastahili adhabu ya kifo kwa kusulubiwa. Bwana asifiwe. Asifiwe. Tumesikia malalamiko. Kuna mtu anao neno? Karibu. Mpendwa mshiriki wa mahakama hii, kumstaki Yesu Kristo sio kweli. Aliwalisha wenye njaa, aliwaponya wagonjwa, aliwafufua wafu, aliwainua wanyonge. Ni kwa njia gani? Matendo hayo yanastahili sifa, vinachukuliwa kama tishio au uhalifu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe. Tumemsikia ndugu yetu. Kuna mtu anao neno? Karibu.
Kosa lingine, unyakuzi wa madaraka. Anajiita mfalme wa Wayahudi, alitukana watu, aliasi. Yesu alikataa kulipa kodi kwa Kaisari. Anataka kuyapindua mamlaka ya Kirumi. Kwa mujibu wa sheria, anastahili hukumu ya Kirumi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Tumesikia malalamiko, kuna mtu anao neno. Karibu. Someni Yohana sura ya 18 mstari wa 38. Tumshitaki Yesu. Tazama, msitafute mtakatifu wala upanga wala shaba. Idhini yake ni ya kiroho, si ya kisiasa. Je, unaweza kumhukumu mtu kwa furaha yako? Hili alivurugi mtaratibu wa umma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Tumemsikia ndugu yetu, kuna mtu anao neno. Karibu. Usumbufu wa utaratibu wa umma. Anasumbua mamlaka na taasisi za kidini. Kumwachilia mtu huyu ni kama kutonesha upendo kwa Kaisari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Tumesikia malalamiko, kuna mtu anao neno. Karibu. Hakimu mtukufu mwenye heshima kama mchungaji wa parokia hii mashuhuri, naitwa Augustin Chibea. Mimi ni wakili wa Yesu Kristo. Hakimu mtukufu, mpendwa Mkristo ulio hapa, nimesimama mbele yenu si kutunga mamlaka ya sheria, bali kudhibitisha kutokuwa na hatia kwa mtu mwenye haki, mwadilifu asiyokuwa na vurugu katika matendo yake, kukabiliwa na shutumu kali zaidi, kumshutumu Yesu Kristo wa Nazareti, ambayo hajawahi kununua silaha, hajawahi kuchochea uhalifu. Yesu hubiri upendo kwa jirani, haki, rehema na amani. Kuhusu kodi, aisema Kaisari apewe yake na Mungu yaliyo yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Tumesikia ngambo zote mbili. Sasa tutamkaribisha jaji wetu mkuu kwa maelezo za mwisho. Karibu. Mashtaka, kesi na hukumu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kutokana na ulinganisho wa mashtaka ya Yesu, raia wa Kiyahudi na nabii wa umma anayejiita mwana wa Mungu mbele ya makuhani na mamlaka ya Kirumi, ambayo ni kufuru ya kujiita Masihi na mwana wa aliye juu. Usome Mathayo 26 mstari wa 63 hadi 65. Hivyo basi, kulingana na sheria ya Kirumi, Yesu anahukumiwa kifo. Yesu Kristo anahukumiwa adhabu.